ni kipawa kwa kila aaminie, kama tulivyosoma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17. Ni ahadi ambayo Mungu anaeleza katika kanisa kwamba atamwaga Roho Mtakatifu juu ya watu wote. Kwa hiyo ni kipawa. Sasa kama tulivyosoma kwamba Petro akajazwa tena, akajazwa. Na unapokuwa unahitaji kufanya utumishi, lazima iwepo ile namna ya kujazwa tena. Kwa mfano saa hii mimi nimejazwa, sineni kwa akili zangu za kibinadamu, lakini nimejazwa na nena kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini nimejazwa na nena kwa uwezo wa Roho Mtakatifu? Ni shauku ya Mungu uvikwe Roho Mtakatifu, uvikwe uwezo utokao juu. Hii ndiyo shauku ambayo Mungu anataka. Ukishavikwa uwezo huu, 2026 utende tofauti na 2025. Maana ni nguvu inayowezesha, ni nguvu inayosaidia, ni nguvu inayofanya mtu aone, ni nguvu inayofanya mtu atambue, ni nguvu inayofanya mtu agundue, ni nguvu inayomfanya mtu asione kawaida, lakini apate himizo ndani ya moyo wake, kwa sababu inasababisha kicho, inasababisha mtu awe mtii, inasababisha mtu awe na upendo juu ya mambo ya Mungu, afurahie majukumu ya kimungu, afurahie ile hali kuona nilikuwa nimechelewa, sasa wakati umefika nianze kutoka, kama ni kwenda mashariki, kama ni kwenda magharibi, kama ni kwenda kusini, kama ni kwenda kaskazini. Unawiwa, unaona ni deni nifanye utumishi huu. Amen. Amina kubwa. Mbarikiwe, tusimame. Tosherevu. Akipokea kile kipawa kinaweza kikamtoa katikati ya wengi waliokuwa junior, kikamtoa katikati yao, kikachomoza na kila mmoja anaanza kufundisha kwa namna ya kipekee, anaanza kuhubiri kwa namna ya kipekee, anaanza kusimamia mambo kwa namna ya kipekee. Kipawa juu yake kimeachiliwa, kuna uwezo juu yake umeachiliwa. Huo uwezo ndio unaomtofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia Roho Mtakatifu wakati mwingine inatufanya tufanye vitu vya kutisha, vile vilivyo nje ya fikra za binadamu. Hii nguvu inakusukuma, maana inakuwa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo shauku yetu, kila muamini ajazwe Roho Mtakatifu. Kila muamini ajazwe Roho Mtakatifu. Ile Matendo 4 mstari
wa 31 anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Hayo ndiyo matamanio ya moyo wangu, ndiyo matamanio ya moyo wangu. Kanisa lote tujae, wote tujae, wote tujae. Hii nguvu iduhamishe, ituondoe kwenye uvivu, ituondoe kwenye uzembe, ituondoe kwenye kumtumikia shetani. Kila mmoja chukie kumtumikia shetani, maana Biblia inasema aliye mvivu katika kazi yake ni rafiki yake mharabu. Unaweza ukajikuta umeshakuwa rafiki wa shetani. Kwa hiyo ni vizuri